tukianza na ukanda huu wa ziwa, katika ziwa Victoria, nimesema hapo mwanzo kwamba ziwa hili tunaliangalia kimkakati. Uwekezaji unaofanywa na serikali unafanywa katika maziwa yote, ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa na pia katika bahari ya Hindi. Lakini hebu nianze kuzungumzia uwekezaji mkubwa ambao unafanywa katika ziwa hili, ziwa Victoria. Kwanza, katika maeneo yote hayo ya maziwa Victoria, Tanganyika, Nyasa na bahari ya Hindi, miradi inayoendelea kwa sasa ambayo serikali ya awamu ya 6 inatekeleza ina thamani ya zaidi ya shilingi trilioni 1. Mtaona ni kwa kiasi gani serikali inatazama eneo la usafiri na usafirishaji majini kama eneo la kimkakati ambalo linatakiwa lichangie kwa sehemu kubwa katika uchumi wa nchi yetu. Sasa tuanze na hapa katika ziwa Victoria. Kama nilivyosema, nimewadokeza mwanzoni kwamba hapa tupo katika MV Mwanza, New MV Mwanza. Tarehe 26 mwezi Januari, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Madelu alikuja kuzindua rasmi safari za meli hii ambayo tuko juu yake muda huu. Naomba kuambia ndugu zangu wa Tanzania, meli hii ni moja ya mafanikio makubwa ambayo Watanzania tunatakiwa kujivunia. Ni meli kubwa, nimesema awali, ni meli kubwa kuliko zote katika maji baridi barani Afrika. Hakuna meli nyingine inayofikia ukubwa wa meli hii. Meli yenye uwezo wa kubeba abiria 1200, yenye uwezo wa kubeba mizigo tani 400, itakayofanya kazi katika maeneo, katika bandari za nchi zote zinazozunguka katika ziwa Victoria. Ni uwekezaji mkubwa. Kwa kweli tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha mradi huu unakamilika. Wakati anaingia madarakani tarehe 17 mwezi Machi mwaka 2021, meli hii ujenzi wake ulikuwa takriban 40%. Katika kipindi chake cha miaka 5 amehakikisha meli hii inakamilika kwa 100%. Wakati ule, wakati anaingia madarakani, hata fedha ambazo mkandarasi, kampuni ya kutoka Korea iliyokuwa inafanya ujenzi wa meli hii, alikuwa amelipwa takriban shilingi bilioni 36 tu. Lakini kama nilivyowaambia, meli hii ujenzi wake umegharimu shilingi bilioni 123. Manake fedha nyingine yote Mheshimiwa Rais amesimamia kuhakikisha meli hii inakamilika, na Tanzania inaandika tu sio historia, bali inajiweka katika nafasi kubwa ya kunufaika na uchumi wa eneo hili la ziwa Victoria. Hili ni jambo kubwa ambalo kila Mtanzania anapaswa kujivunia. Niliwadokeza mwanzoni, meli hii ina upana wa mita 92, ina urefu wa mita 92.6, ina upana wa mita 17, ina kimo cha mita 20, gorofa zaidi ya 4 kama unajenga nyumba ya Msukuma kuishi hapa Mwanza, gorofa 4. Kwa ni bonge la dude ambalo limejengwa hapa kwa ajili ya kuwahudumia Watanzania. Na tunafurahi kwamba wakati wa ujenzi sio tu kwamba tumepata meli, lakini tumepata ujuzi. Vijana wetu takriban 200 wakiwemo mainjinia na mafundi wa kawaida walishirikiana na Wakorea kuhakikisha wanajenga meli hii. Kwa maana yake tumeongeza uwezo wetu, ujuzi wetu kwa vijana wetu wa kujenga meli kubwa, na hili ni jambo kubwa, ni lazima sote tujivunie.